kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani? 1984 tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi, tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa, watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu tumo ndani ya Afrika, tumesaini na kuratify lile tamko la haki za binadamu la Afrika, lakini pia tumesaini Court of Africa ile tamko lake au protocol yake tumeisaini, na leo kwa bahati nzuri Tanzania ndio tuna host au ni wenyeji wa hiyo Court of Africa ya haki za binadamu na haki za watu. Sasa tofauti ya binadamu na watu majaji watatuambia, lakini ni haki za binadamu na haki za watu. Tunayo hapa Arusha. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje? Umuue. Kitaka kumuua mbwa, mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea ifanyaje? Imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri. Waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa. Sasa ndugu zangu, wanangu, mawakili na maafisa wa sheria, katika hali kama hii nchi inahitaji kujihami na kulinda raia wake katika nyanja zote. Nyanja za kiuchumi kama tulivyosema, mikataba yetu tuitazame vizuri, sheria zetu kwenye uwekezaji, sheria zetu za uzalishaji, sheria kote huko kwenye uchumi tunajitahidi kubadilisha mazingira na kutunga sheria zinazovutia ili tukuze uchumi wetu, na Mungu anatuitikia, tunakuwa kiuchumi. Lakini pia wananchi hawa wanatakiwa kulindwa kisiasa, na hii kazi mnaifanya vizuri sana. Sheria za vyama vya siasa, sheria za uchaguzi, sheria za nini zinazohusu mambo hayo, lakini pia kesi za uchaguzi mnazisimamia vizuri sana. Kwa hiyo upande wa kisiasa na kwenyewe nako mnatoa haki hiyo. Kuna kesi za kijamii, walindwe kijamii. Mama Samia Legal Aid Campaign inakwenda kuwasikiliza watu kule waliko. Kesi nyingine za mahakama, nyingine mnafanya settlement huko, mambo ya jamii, na jamii inakaa vizuri kule iliko kwa sababu matatizo yao yanapata kutatuliwa. Kwa hiyo kazi hizi mnazifanya vizuri sana. Sasa niseme, narudia tena, nyinyi ni walinzi wa nchi hii. Ni walinzi muhimu wenye ujuzi wa kisheria za ndani na za kimataifa. Nimesema hali iliyoko duniani sasa hivi, lazima tuwe weledi wa matamko, maprotoko
na mambo mengine ya kimataifa yanayotoka huko, kuyaangalia kwa haraka, kuyatafsiri katika hali yetu na kuweza kutoa majawabu kwa haraka ili kuhami uhuru wetu. Hivyo basi ni wajibu wenu na ni muhimu mkatilia maanani kugundua vihatarishi mapema, kushauri kwa wakati, kwa usahihi na kwa nia njema. Ni jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kusimamiwa kwenye misingi imara ya kisheria, na sheria tunazozitunga na tunazotarajia kuzitunga zitusaidie kulinda uhuru wetu, haki za raia na rasilimali za taifa letu kama ilivyoelezwa vyema kwenye katiba yetu. Mwanasheria au wakili wa serikali hapimwi kwa kesi alizoshinda. Anapimwa pia kwa migogoro aliyoizuia, fedha za umma alizookoa na makosa aliyoyazuia kabla hayajaligharimu taifa. Na yote yamesemwa hapa vizuri na rais wenu kwamba hii kazi mnaifanya, na ametoa taarifa ya yale ambayo tayari mmeshafanya, na ni matumaini yangu mtafanya zaidi ya yale ambayo yamesomwa hapa. Lakini niongeze kwamba mwanasheria au wakili wa serikali au mwanasheria, afisa wa sheria wa serikali, anapimwa kwa uwezo wa kutafsiri sheria na matamko ya kimataifa na kujidhatiti kuihami nchi yake na vitishio vya ndani au nje ya taifa lake. Kwa maana nyingine, pamoja na kutusaidia katika shughuli za maendeleo na ustawi wa watu wetu, sheria zetu zinapaswa kuwakinga dhidi ya vihatarishi vya uhuru na ustawi wa taifa letu. Hapa nizielekeze taasisi zote za serikali kujenga utaratibu wa kutambua vihatarishi vya kisheria mapema, iwe ni kwenye mikataba, utawala wa ardhi, manunuzi, miradi ya maendeleo, ajira, mambo ya mazingira, tehama na hata huduma kwa wananchi. Lazima kuwe na umakini wa kisheria tangu hapo mwanzo. Na nimesikia kilio chenu kwamba vitengo hivi vya kisheria, mawakili walioko kwenye sekta mbalimbali wanapaswa kuongezwa nguvu. Waongezwe nguvu kielimu, lakini pia kirasilimali ili waweze kufanya kazi zao. Nimesikia na waziri yuko hapa amesikia, tutakwenda kuyasimamia hayo. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, nilipofika hapa nilitembelea mabanda mbalimbali. Nimejionea huduma kadhaa zinazotolewa na taasisi zenu za usimamizi wa utekelezaji wa sheria. Nilianza na banda la Mama Samia Legal Campaign, banda la wizara. Baadaye nikaenda kwa DPP, nikasikiliza wanaoyafanya. Nikaenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali, nimekwenda kwa mwandishi mkuu wa sheria, na nikamalizia kwenye chama cha mawakili wa serikali. Nimeona kazi nzuri mnazofanya, malengo na mipango yenu. Hongereni sana, na kama nilivyosema, serikali iko pamoja nanyi, tutahakikisha mnafikia malengo yenu. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu,